Halo, Bwana asifiwe. Nilikuwa naombea mabinti, nikawa kama vile napata kausingizi, nikaona kitambaa kimeandikwa jina la mtu, alafu unafahamu zile koromoi za zamani zile, yani kile kitambaa kimekunjwa kama mtambi, wameweka kwenye koromoi, wamewasha, alafu mwaka nzima. Nimestuka, nasema maana yake nini hichi kitu? Roho Mtakatifu akasema ndivyo ambavyo wamezima maisha ya huyo binti. Ni jina, sikulisoma, lakini ni jina la mtu limeandikwa, limewekwa kwenye utambi, yani tufanye limekuwa utambi, alafu ule utambi mkazimu kwenye koroboi, wameweka mahali. Anasema huyo mtu utapambana kutoka, kama sio mkono wa Mungu. Kama hujawahi kuokoka, maidia, maisha yako yatasumbuka sana. Leo wewe unayepitia kwenye kustruggle kupambana, alafu huoni penyo, maisha yako yalizima kama utambi, wameanzima, alafu wameyaweka mahali. Maidia, utapambana kwenye uso wa nchi, utapambana na utakaa utoboze, hutakaa uvushwe, hutakaa uende. Na ndio maana watu tunawaita kwenye madhabahu, joto hivi vitu sifa kwenye simu. Hivi vitu ni vya kuonana na mtumishi face to face. Nilikuwa nimelala, nikaona hiyo picha, nikasema ndio maana nimekurekodia hii video. Maisha yako yamezimwa kama utambi. Utapambana wewe kwa habari ya mahusiano, utapambana sana. Watakuja watu wema, lakini shwa wanaondoka. Watakuja watu wazuri, shwa, ila waume za watu watakaa. Lakini mume ambaye ni wako wako hangai, umepishanishwa na majira. Roho ya kuchelewa. Kuna vitu watumishi wa Bwana viovu. Kwa hiyo unapomuomba Bwana, Mungu ananifunulia, na mimi ndio nimekuja kwako kukufungua ndugu yangu.